Na mtazamaji wa channel ya Biomedia, karibu sana katika kuangazia habari mbalimbali ambazo zimeweza kujiri katika taifa letu la Tanzania. Jina langu ni Official Rose D. Leo tunaangazia taarifa ambako Niffer amefunguka kwa uchungu mara tu baada ya siku ya jana kutoka gerezani kwa msamaha wa rais. Wasanii wanafiki sana. Huyo ni bibi Niffer ambaye amepita katika kesi nzito haini, lakini wasanii, watu maarufu wote walikuwa kimya kama hakuna chochote ambacho kimetokea. Hapo kabla katika matamasha mbalimbali wote wanakutaka pamoja na kufurahi pamoja. Lakini alipopata matatizo ghafla, kikweli hakuna ambaye aliona, aliuliza au anayesema chochote. Sasa kesi ya Niffer imeonyesha jinsi tasnia nzima ilivyojaa unafiki. Kimya cha watu wa karibu ni kimya kinachouma, kinachoonyesha uoga na kutokuaminiana. Haki haihitaji kabisa upendeleo, inahitaji ujasiri. Lakini wasanii, watu maarufu, watu wote hao wameamua kuficha sauti zao wakati ambapo walipaswa kuzitumia na kusimama kidogo tu, hata kusema tunataka ukweli ujulikane. Leo ni kwa Niffer, kesho inaweza kuwa kwako ama kwa yeyote yule. Jambo la kushangaza, mara tu baada ya siku ya jana Niffer kutoka gerezani, baadhi ya wasanii na watu maarufu wameonyesha kuguswa na kusema tupo pamoja. Na bado tasnia hii itaendelea kusema tuko pamoja. Inapaswa mtambue kuwa ukimya wenu ni ujumbe, na jumbe zenu mnazotoa kwa sasa ni unafiki mtupu. Sasa baada ya maneno kuwa mengi mitandaoni na kuwaita wasanii watu wanafiki, uko upande wa watu ambao wameibua mjadala kwa kusema kuwa unapomwita mtu mnafiki unatakiwa kuangalia sababu ya tatizo. Niffer akilaumiwa pia na wasanii au mtu yeyote yule akiwaita wasanii wanafiki kwa kuwa kimya kipindi chote alichokuwa gerezani, wanatakiwa wajue kwamba asilimia kubwa pia wasanii hao wapo upande wa Chama cha Mapinduzi, na aliyesababisha Niffer kuwa gerezani ni rais ambaye pia ni kiongozi wa chama hicho. Kwa hiyo ilikuwa ni vigumu sana kwa wasanii kwa upande wa Niffer, maana rais angewaona kama wasaliti pia. Maana bila Niffer kumkosea rais basi asingefungwa, lakini pia sababu ya kufungwa yeye ni yeye mwenyewe. Tunaweza kusema kwamba kulikuwa hakuna haja ya kumpa pole mtu ambaye alijitakia mwenyewe. Umekuwa ni upande wa mashabiki mara tu baada ya siku ya jana Niffer kutoka gerezani, ambao waliweza kuibua mjadala wao mitandaoni baada ya kuonekana kama wanalaumiwa wasanii kwa kosa la yeye Niffer kujitakia mwenyewe. Mtazamaji, unanichi kuongea kuhusiana na hili ambalo limeendelea kuteka headline katika mitandao ya kijamii kufuatia tukio la Niffer? Tuandikie comment section ya kwako, tuweza kuiangazia. Next video update ni nyingi sana, endelea kusogezea, endelea kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment.